Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu tena kwa siku nzima hii ya leo, kwa sababu Mungu amekuwa mwaminifu sana 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 katika maisha yangu. Kwa hiyo ni muda tena ambao unakaa na kutafakari na unashindwa kunyamaza, kwa sababu yapo mambo mengi sana ambayo Mungu anayafanya katika maisha yetu. Naweza nikajaribu kukushirikisha jambo moja dogo tu. Kwa makini kwenye kusikiliza hiki kitu, nafikiri kinaweza kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ndivyo ninavyoamini, kwa sababu ni kwamba Mungu amefanya mambo makubwa sana katika maisha yangu. Mambo makubwa mno, makubwa mno, makubwa mno. Kwa hiyo najaribu kukuambia na kukuelekeza na kukushirikisha, ndugu mtazamaji wa channel hii ya Godwin Twilumba TV, uone jinsi gani Mungu anavyofanya kazi ndani ya maisha ya watu. Jinsi gani Mungu anavyofanya kazi ndani ya maisha ya watu. Mungu yuko pamoja na sisi nyakati zote na wakati wote. Ila sisi kuna wakati tunaamua kumwacha Mungu. Tunaamua kubaki wenyewe, kwa sababu wakati mwingine tunajikuta kama maisha yetu tumeweza kufika, lakini hatujafika mahali popote pale. Kwa hiyo tunasema Mungu ni mwaminifu mno katika maisha yetu. Mungu ni mwaminifu mno kwa watu wote. Mungu anatupenda watu wote. Mungu amekuwa ni mwema kwenye maisha yangu katika hatua mbalimbali kadha wa kadha, ambazo amekuwa akinitetea na kunitunza na kunilinda na kunisaidia. Mungu ni mwaminifu. Anatutunza Mungu, anatuhifadhi Mungu, anatukirimu Mungu. Kwa nikijaribu kukumbuka yale Mungu ameweza kuyafanya katika maisha yangu, naamini kwamba Yesu Kristo yuko hai, anatenda kazi katika maisha yetu na anafanya kazi kubwa sana katika maisha yetu. Kwa hiyo natamani kuambia wanadamu wote, na watu wote, dunia nzima, utakapokuwa unatazama clip hii, hebu jaribu kumuomba Roho Mtakatifu awe pamoja na wewe, akupe namna na jinsi ya kutafakari, na jinsi ya kufanya katika maisha. Naamini Mungu kuna kitu anaweza kukifanya katika maisha yako, na ninaamini kuna kitu Mungu anaweza kukitenda katika maisha yako, na baada ya kukitenda katika maisha yako unaweza kufanya mambo makubwa sana. Kwa hiyo yapo mambo mengi sana ambayo Mungu anayafanya maishani mwetu, na yapo mambo mengi sana ambayo Mungu anayatenda maishani mwetu. Si haya tu ambayo tunayaona kwa sasa, lakini ni mambo mengi sana Mungu anayafanya katika maisha yetu. Naweza kuiambia dunia na kuambia ulimwengu na kuambia watu wa Mungu ambao wameokoka kweli kweli na wana safari ya kwenda mbinguni, kuweza kukaa katika nafasi kila mtu, kuweza kusimama katika nafasi kila mtu, kuweza kusimama kwenye nafasi yake kila mtu, akae amtafute Mungu. Tumtafute Mungu, tumlilie Mungu, ili Mungu aweze kutusaidia katika maisha yetu. Kwa sababu maisha yetu bila Mungu hamna kitu kabisa. Unaweza kuwa shahidi na mimi ya kwamba maisha yetu tulionayo bila Mungu sio kitu kabisa. Lakini tukiwa karibu na Mungu, Mungu anakuwa katikati yetu, na Mungu anafanya mambo makubwa mno katika maisha yetu. Na kuasa mtu wa Mungu, wewe muamini na wewe usiamini, amini ya kwamba yupo Mungu anayetujalia uhai mpaka leo tuko katika hivi tulivyo. Vile unalala usingizi,
usiku kucha na unaamka. Ni rehema za Mwenyezi Mungu zimekufanya wewe uweze kuamka salama. Kuna mwingine alienda kulala na kuamka tena. Lakini kuna mwingine ambaye alikuwa na safiri na kuweza kufika salama. Lakini kuna mwingine ulikuwa unasafiri na hata sasa unasafiri, umefika sehemu unakuta kuna ajali imetokea, unakuta kuna jambo fulani limetokea, lakini kwenye ufahamu wako inarudi na kusema, kwa nini mimi nimefika salama na kwa nini huyu amepata jambo hili? Inatukumbusha ya kwamba katika maisha yetu ya kila siku, Mungu ni namba moja katika maisha yetu. Hakuna jambo lolote ambalo tunaweza tulifanya katika maisha yetu isipokuwa Mungu asipotupa kibali. Lazima Mungu akupe kibali ndio uweze kufanikiwa kwa jambo lolote lile. Ndipo uweze kufanya jambo lolote lile. Maisha yako yawe mazuri, uwe na pesa nyingi, uwe na magari, uwe na utajiri, uwe na kila kitu, bado unamhitaji Mungu. Katika huo utajiri wako, mfurahie Yesu. Mungu awe sehemu ya maisha yako. Awe sehemu ya maisha yako. Familia yako iwe sehemu ya maisha yako. Na kila unachokifanya kiwe sehemu ya maisha yako. Usimwache Mungu hata siku moja. Mtumishi wa Mungu anayenisikiliza saa hii, Mungu awasaidie na Mungu anisaidie na mimi, ili tukae katika njia zilizo haki. Klipu ya jana nilikuwa nazungumzia ya kwamba tunahitaji pia kuwa makini kwa sababu ya imani nyingi sana ambazo zimeingia sasa. Kuna imani nyingi za upotofu, udanganyifu, zipo. Lakini je, Mungu ndivyo anataka hivyo? Tusimame katika kweli, tusimame katika nafasi yetu, ili Mungu aweze kujitukuza katika maisha yetu. Ili Mungu aweze kujitukuza katikati ya familia zetu. Kwa sababu ni Mungu pekee ndiye ajuaye hatima yetu. Hatuzijui hatima zetu bado. Ukimuuliza mtu anakuambia, hatima yangu, mimi nahitaji kuwa na pesa, nahitaji kuwa na nyumba nzuri, nahitaji kuwa na mke mzuri, nahitaji kuwa na watoto wazuri, nahitaji kumiliki vitu vizuri. Lakini sikiliza nikwambie, haujajua bado. Mwenye hatima ya maisha yako ni Mungu peke yake. Kwa sababu Mungu ndio mwenye go ahead ya wewe kuweza kufika mahali fulani. Na Mungu ndiye anayeruhusu uweze kupata hicho ambacho uko unakihitaji. Kwa hiyo hata ukiwa na hivyo vyote na Mungu usiwe naye katika maisha yako, ni kazi bure. Ndugu mtazamaji, Mungu akusaidie na anisaidie mimi. Tumtumikie Mungu kwa uaminifu. Tuache masihara kwenye kumtumikia Mungu. Tuache dhihaka kwenye kumtumikia Mungu. Tuache michanganyo kwenye kumtumikia Mungu. Tusimame kwenye haki. Tusimame kwenye misingi ya Biblia. Kama mitume na manabii vile walivyokuwa wamefanya na vile walivyokuwa wanatenda, ndivyo tufanye zaidi ya pale. Yesu mwenyewe ameondoka akasema, sisi tutafanya zaidi ya yale amefanya. Kwa sababu ameondoka na ametuachia Roho Mtakatifu awe msaidizi wetu. Kwa nini mambo mengine yatushinde? Kwa nini vitu vingine vitushinde? Kwa nini watu wengine wawe na roho ngumu ya kumkimbilia huyu Mungu? Nafikiri ni wakati wa kubadilika kwa Kristo. Wakati wa kubadilika. Na wakati wa kubadilika ni sasa. Maisha yetu ni mafupi kuliko unavyofikiri. Maisha yetu ni mafupi kuliko unavyofikiri. Hivyo tunamhitaji Mungu sana kuliko kitu chochote kile. Ninamuomba Mungu wa Israeli atendaye mambo ya ajabu sana katika maisha yetu. Anavyonikumbuka mimi ninavyopambana kukaa kwenye nafasi yangu, akusaidie na wewe ndugu yangu uweze kukaa kwenye nafasi yako. Biblia inasema, hatujui siku wala saa Mwana wa Adamu yuaja. Atakukuta uko katika hali gani? Atanikuta nikiwa kwenye hali gani? Akukuta una drive kwenye gari yako? Atakukuta umelala kitandani kwako? Atakukuta uko baa huko unakunywa? Atakukuta uko vichakani huko unafanya mambo machafu? Atakukuta sehemu kadha unafanya vitu visivyofaa?
Je, utaenda mbinguni kweli? Je, mwisho wako utakuwaje? Tunakumbushana tu kama watakatifu wa Bwana. Mungu anisaidie mimi na Mungu akusaidie wewe. Tuweze kufanya kazi ya Mungu kwa juhudi. Tuweze kufanya kazi ya Mungu kwa nguvu zote. Mungu awe kipaumbele katika maisha yetu. Mungu awe kipaumbele for everything. Kwa jambo lolote, kwa kitu chochote, Mungu awe kipaumbele kwetu. Nimeona mengi. Umri wangu bado ni mdogo. Nimenusurika na mengi. Umri wangu bado mdogo. Lakini sikujinusuru mimi. Ni Yesu alininusuru. Ni Mungu alininusuru. Hakuna mwanadamu aliyeninusuru, bali ni Mungu aliyeninusuru. Inawezekana nisinge kuwepo duniani hata saa hii, hata leo. Lakini Mungu wa Israeli yupo. Anatulinda kwa kadri vile anavyojua yeye namna ya kutulinda. Ndugu mtazamaji wa channel hii, natamani Mungu aweze kukusaidia katika maisha yako ili uweze kufika mbali, na mbali utakapofika Mungu akazidi kukubariki zaidi na zaidi na kutendee zaidi na zaidi katika maisha yako. Mungu wa mbinguni akukumbuke, Mungu wa mbinguni akubariki, Mungu wa mbinguni akutendee mema, akusaidie uzidi kuinuka na zaidi ya kuinuka, uzidi kutenda mambo yaliyo makubwa zaidi, aifanikishe familia yako iwe kichwa wala sio mikia maishani mwako mote. Katika jina la Yesu Kristo, uwe na jioni njema. Good day.